Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Daniel Chongolo ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Ileje kwa utekelezaji mzuri na majibu ya kuridhisha kwa hoja zilizobainishwa katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Pongezi hizo zilizotolewa Juni 10 wakati wa kikao cha baraza la madiwani kilichofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya Ileje. Akizungumza katika kikao hicho, Mheshimiwa Chongolo amewataka wataalamu wa idara na vitengo vya halmashauri kufanya kazi kwa weledi, bidii na uwajibikaji ili kuimarisha utendaji wa taasisi hiyo. Amesisitiza umuhimu wa kila mmoja kutimiza majukumu yake kwa ufanisi. Kikao hicho kimehudhuriwa na mkuu wa wilaya ya Mbozi, kamati za ulinzi na usalama mkoa na halmashauri, wataalamu wa halmashauri pamoja na madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Ileje. Aidha, Mheshimiwa Chongolo ametoa wito kwa wakuu wa idara na vitengo kuendelea kuwajibika ipasavyo hata baada ya baraza la madiwani kuvunjwa. Lengo kuu ni kuhakikisha malengo ya kuleta maendeleo na ustawi kwa wananchi wa wilaya ya Ileje yanafikiwa. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Niwe mkweli na improvement kubwa sana. Mwaka jana tulitumia saa 5 na dakika kama 49 kuzijadili. Mwaka huu tumetumia chini ya saa 3 na nusu. Maana yake hoja zina ufafanuzi, zina majibu, hata kama hayajafika 100%, lakini angalau zinatoa mwanga, lakini pia zimepungua sana. Na kama alivyosema ndugu yetu kutoka National Audit, umepunguza sana na umefanikiwa sana kujibu hoja zile za nyuma. Ukiangalia sehemu kubwa ya hoja zile ambazo zilikuwa zinaonyesha walaki. Mwaka jana tulikuwa tunavutana hapa mwenye mtendaji yupi kamata kufanya hivi hawajibiki. Mwaka huu hoja tumeijadili hakuna, kwa sababu kuna kazi imefanyika. Sasa tunatamani badala ya sisi kuwa tunawapa maelekezo ninyi muwe mnatunyoshia vidole kwenye zile zinazotuhusu sisi. Mimi wanapenda sana watu wanaoshindana. Kushindana kuna tija. Kushindana kunaleta matokeo chanya. Mkiwa mnashindana kwamba mimi sikubali kwenda na hoja ambayo haina majibu, au sikubali kwenda na hoja ambayo na liability yake iko kwangu, maana yake wote mtazishift liability kwenda kwa wengine wanaohusika na hoja husika. Kama ni ya RAS, yeye anataka iende mkoani ndio wajibike, kwa sababu itakisio ya kwenu. Kama ni ya kwenu bakieni nayo, lakini itengenezeni majibu sahihi. Someni hoja kwa pamoja. Vutaneni kwenye CMT ili kuifahamu hoja, alafu muitafute majibu tena kwa kuvutana kwenye CMT mpaka mpate majibu sahihi. Lakini kwa ujumla, na mimi nakubaliana, kuna improvement kubwa sana. Mnatia moyo mkubwa kwamba dhamira ya kweli ya kusimamia fedha za umma, fedha ambazo serikali hii inazileta huku chini ya rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, kwa lengo la kutafsiri fedha kwenye matokeo ya huduma kwa wananchi, mnaifanya na mmeboresha sana ufanyaji kazi wake. Hongereni. Lakini kwenye mapato, mwaka jana mlipita lengo, si ndio? Na mwaka huu mpaka sasa hivi bado tuna wiki 2 na kidogo mmeshavuka lengo. Hii inaonyesha namna mlivyojipanga na mnavyotimiza wajibu wenu kwa bidii kubwa. Nayo hongereni sana. Mimi wito wangu kwenu, endeleeni kufanya kazi huku mkiamini kwamba hii ndio kazi inayowapa heshima. Hii ndio kazi inayokufanya uitwe mtumishi wa umma. Na wengi wenu mmetoka nje ya Ileje, hii ndio kazi iliyowafanya mwepo Ileje. Ifanyeni kwa moyo, kwa sababu ukiifanya kwa moyo inalipa. Kwa hiyo kila mmoja akae mkao wa kujua kwamba kutimiza kwake wajibu ndiko kunakuwa daraja la yeye kufanikiwa. Kila unachofanya kikiwa bora utaonekana, utaonwa na watu watakusemea, na wewe mwenyewe utajisemea kwa matendo yako. Umeelewana jamani? Mwisho nirejee kuwapongeza kwa kazi nzuri mnayoifanya. Nyinyi ambao mnabakia kuendelea kutekeleza majukumu ya kitaalamu, huo sio mwanya sasa wa kufanya mambo kiholela. Ni mwanya wa kuhakikisha taratibu zinafuatwa zaidi, zinasimamiwa zaidi, na fedha inalindwa zaidi. Vyombo vinavyoshughulika na usimamizi wa utendaji wa halmashauri lazima kila kimoja kikae mguu sawa. Kibadilike kuwa mjumbe wa baraza la madiwani.
kufanya nini? Kuwa jicho la kila taratibu na kila kitu kinachotakiwa kufanyika. Na bahati nzuri tuna vyombo vizuri. Kamati ya usalama imechanganyika kila mtu. Ina mtu anaitwa afisa kutoka TAKUKURU. Yeye ni jicho la serikali kwenye fedha yote inayoingia. Lakini humo kuna mkuu wa wilaya ambaye yeye ndio mkuu wa shughuli za serikali. Humo ndani tuna katibu tawala ambaye ni mjumbe wa baraza la madiwani, mjumbe wa CMT. Yeye badala ya kubadilika kusubiri baraza la madiwani atatakiwa kuhakikisha anatoa macho kwenye CMT, kila kitu kifuate taratibu ili tufike kule mbele tukiwa salama. Vivyo hivyo maafisa tarafa wahakikishe wamewekwa humu kwa mujibu wa sheria, wahakikishe wanatimiza taratibu hizo. Wao ndio wanaiwakilisha serikali kuu kwenye local government. Kushiriki kwao kuna tija kubwa ya kulinda maslahi ya nchi kwenye kila hatua. Wito wangu wa mwisho, kila mmoja atimize wajibu wake.